Ukisikia neno kemikali, ni kitu gani kinakuingilia akilini? Na je, nikuulize swali jingine tena. Ukisikia ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, ni kitu gani pia kinakujia kichwani? Majibu yote yanapatikana hapa kupitia Ngasa TV. Jina langu ni Juliet Yustad. Tuangazie yale yaliyojili jijini Dodoma, ambapo taarifa ya mafanikio kwa miaka 4 ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kutoka mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali imeelezea mafanikio ambayo yamejikita katika vipengele mbalimbali ikiwemo huduma za uchunguzi wa kimaabara. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mkemia mkuu wa serikali Daktari Fidelis Mafumiko amesema mamlaka imefanikiwa katika kipindi cha miaka 4 uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara kwa sampuli nyingi kuongezeka. Kuna mafanikio makubwa kwenye mamlaka au kwenye sekta yetu afya kupitia mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali. Na mafanikio haya hasa yamejikita katika uimarishaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, utoaji wa ushahidi wa kitaalamu kwenye mashauri mbalimbali nchini, na usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani, ujenzi wa miundombinu wezeshi ya ofisi na maabara kwa ajili ya kutekeleza majukumu, uimarishaji wa matumizi ya tehama na mafunzo kwa wadau. Tukienda kwenye hili jukumu la kwanza ambalo ni uimarishaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, eneo la kwanza ambalo sisi kama mamlaka tunaona ni mafanikio ni ufanisi katika utoaji wa huduma za uchunguzi wa kimaabara, ambapo katika kipindi cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6 kama nilivyosema inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchunguzi wa kisayansi wa kimaabara kwa sampuli tunaona ongezeko la sampuli kutoka 155,817 kwa mwaka wa fedha wa 2021-2022 hadi kufikia sampuli 188,362 kwa mwaka wa fedha 2023-2024, ambapo ongezeko hili ni sawa na 21%. Lakini katika kipindi cha nusu mwaka kinachoanzia mwezi Julai hadi Disemba 2024 hadi sampuli ambazo zimeweza kufanyiwa uchunguzi ni 108,851 ambayo ni sawa na 104.5 ya lengo la kipindi hicho ambayo ilikuwa ni ufanyaji wa uchunguzi wa sampuli 104,161. Ameongeza kuwa ongezeko la sampuli zinazochunguzwa na mamlaka inatokana na kuongezeka kwa uelewa kwa wananchi na wadau wa mamlaka pamoja na ubora wa huduma zinazotolewa na mamlaka husika. Ndugu wa habari, ongezeko la sampuli zinazochunguzwa na mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali, tunaona kwamba huu unatokana na kuongezeka kwa uelewa wa wananchi na wadau wa mamlaka, lakini pia vile vile na ubora wa huduma ambazo zinatolewa na mamlaka hii za uchunguzi tunazozifanya. Lakini pia vile vile sababu nyingine ya ongezeko hili ni kutokana na ushirikiano mkubwa baina ya taasisi za serikali za udhibiti kama vile mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa maana ya DCA, lakini jeshi letu la polisi Tanzania, mamlaka ya mapato, wadau wengine wa afya zikiwemo hospitali, lakini pia wenzetu wa OSHA na wenzetu wa Baraza la Usimamizi la Taifa la Usimamizi wa Mazingira kwa maana ya NEMC, na wadau wengine ambao kwa namna moja au nyingine wanatumia huduma zitolewazo na mamlaka hii ambayo wanaleta kwa ajili ya kupata uhakiki wa. Mimi naitwa Juliet Yustad na hii ni Ngasa TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Instagram ni @Ngasa TV Dodoma, lakini YouTube tunatumia Ngasa TV.